Mjini bado story ni ile ile. Kumbuka baada ya Simba Sports Club kutinga kwenye hatua ya finali kombe la shirikisho barani Afrika, wana Simba bado hawajaacha kuzungumza story hiyo na kuambia watu kwamba sasa tuko kwenye finali ya kombe la shirikisho barani Afrika. Niko hapa kuzungumza na shabiki na mwanachama wa Simba Sports Club. Atuambie naye furaha yake baada ya Simba kutinga kwenye hatua ya finali, lakini sasa hivi kuna ratiba nyingine ambayo Simba anayo ya ligi kuu soka Tanzania bara, ambapo kesho ataanza kibarua dhidi ya Mashujaa kwenye dimba la KMC saa 10 kamili jioni. Niko naye hapa kuzungumza naye mengi ambayo utayafahamu, ambayo nitakwenda kumuuliza hii leo. Jina langu ni Memorasia Sylvester, kwenye kamera yupo Fabian. Anajitambulisha mwenyewe kwa sababu ni kwa mara ya kwanza nazungumza naye hapa kupitia M15 TV. Karibu sana. Mzima. Asante sana kwa majina, naitwa Dani Kilango kutoka Arusha. Na ninashukuru kwa sababu tuko hapa kwa ajili ya kuhakikisha Simba inasonga mbele. Na kikubwa zaidi niweze kushukuru tu kwa upande wa serikali ya Tanzania kwa maana ya Samia Suluhu Hassan. Amekuwa ni kiongozi ambaye ni makini, bora, na ameweza kuhakikisha michezo Tanzania inakwenda mbali zaidi ya hapa tulipo. Na ndio maana hata ukiangalia kwenye goli la mama limekuwa likitia hamasa sana. Na wachezaji wamekuwa wakitumia nguvu nyingi kwa maana ya kupambana kwa jasho na damu kuhakikisha michezo ya Tanzania inaenda mbali zaidi ya pale ambapo Watanzania wanatarajia ifike. Lakini kikubwa zaidi ni kwamba Simba imejipanga, na Simba ni timu bora Afrika, na Simba ni namba 4 kwa ubora Afrika. Hilo nafikiri kila Mtanzania analifahamu. Na kikubwa zaidi watajua kwa sababu kadri unavyozidi kuficha hisia ndivyo unavyoweza kupokea emotion zaidi. Kwa sababu unapokataa ukweli, mwisho wa siku yani utakutenga tu. Simba itabaki kuendelea kuwa Simba, na Simba itaendelea kubaki kuwa klabu bora Afrika kwa maana ya matokeo yake mazuri katika michezo ya nje na ndani. Na ndio maana unaona sisi kila kilichoko mbele yetu, kwa maana ya kwamba kukipambania kama taji ni lazima tuweze kukipambania kwa jasho na damu. Na mwisho wa siku malengo yetu ni kuhakikisha timu inafika malengo kwa maana ya kuchukua makombe yaliyoko mbele yetu yote. Na hiyo ndo nafikiri plani kubwa kwa maana ya benchi la Simba, lakini kwa maana ya wachezaji na mashabiki kwa ujumla. Na furaha yetu kuona Simba inaendelea kwenda mbele. Simba inapeperusha bendera, na michezo iliyoko mbele yetu ni namna ambavyo tumeshajipanga. Tuzungumzie kwanza kuhusiana na Simba kutinga kwenye hatua ya finali. Furaha yako wewe kama shabiki, kwa sababu kuna wengine walisema kwamba Simba hawezi kufika hapo alipo, na wana Simba wengine walikuwa wanaamini hawatafika hapo. Imekuwa kama surprise, na mpaka sasa hivi wanazungumza kwamba wanalihitaji kombe kwa sababu uwezo wa kulibeba kombe hilo upo. Furaha ni kubwa, nafikiri kila Mtanzania ameweza kulipokea hilo. Na ninafikiri kabisa Watanzania wote, Afrika kwa ujumla, kila mtu amepokea kwa nafasi yake. Lakini kifupi tu niseme kwamba nina furaha kubwa sana. Nina furaha kubwa kwa sababu imekuwa ni mchakato mrefu, kwa muda mrefu, kwa maana ya robo zimekuwa nyingi, ikafika mahali mpaka tukawa hatutaki tena kuwa robo. Maana yake ni kwamba tunamwamini kocha yetu, lakini benchi la ufundi kwa ujumla, rais wetu wa heshima kwa maana ya Mo ameweza kusajili kikosi ambacho ni bora zaidi, na nafikiri kila Mtanzania ameliona hilo. Na performance ya timu kwa maana ya wachezaji na benchi la ufundi limekuwa likitupa matokeo mazuri kila mechi. Na hiyo imedhihirisha kile ambacho kimetokea juzi kwa maana ya Simba kuweza kufika final. Na hii tuwape tu salamu kwa wale ambao hawataki kuamini na wanafikiri amini wengine tena, yani iko finali pia lakini bado hawaamini. Wataamini kwa sababu hii ndio Simba. Wataamini, na kwa sababu hii ndio Simba watarajie tu kuona kwamba Simba inafanya makubwa, lakini Simba kwa mara ya kwanza inaleta ndoo hapa Tanzania. Kwa mara ya kwanza inaleta ndoo hapa Tanzania. Na hicho iko finali na haijacheza mechi yoyote, lakini wewe unaamini kama Simba italeta ndoo? Mimi sioni cha kutuzuia hapa tulikofikia, kwa sababu kama tumeweza kupita njia zote hizi na sasa hivi tuko finali, ni kitu gani kinachoenda kutuzuia? Berkane ni wazuri, sikatai, tunaenda kuwaheshimu, lakini kikubwa ni kwamba wale ambao ni wachezaji 11 ndio watakaoenda kuamua matokeo pale uwanjani Morocco, kwamba Simba inaenda kuunguruma na Simba inaenda kutoa somo kubwa kwa maana ya mpira wa Kiafrika.
na nina imani kabisa kwa timu ambayo unaifahamu. Ukichukulia mtu kama Elia Mpanzu, ukichukulia mtu kama Kip Dennis, ukija hapo nyuma safu ya ulinzi, Karabwa, Hamza, ni watu ambao wametulia. Kamara, Spider, Pinpin, nafikiri anadaka mpaka shida za watu, na sina wasiwasi napomuona Kamara kwenye lango. Yani hata akili yangu inakaa sawa. Yani ninapoangalia mpira kwenye screen ama popote pale, sina wasiwasi kwa sababu ni golikipa ambaye amevuka viwango, amevuka matarajio, lakini ni bora magolikipa hapa Afrika naweza nikamuelezea. Ingekuwa inawezekana kwa haraka, Pinpin anaweza akachezea kama Barcelona, Man City, Real Madrid na timu kubwa duniani, lakini kwa bahati kubwa Simba tulionayo tunaye. Mlikuwa na jicho. Yes, of course, kwa sababu tuna pesa. Mo ana pesa, na Mo haongeagi kwa maneno, anaongea kwa vitendo, na ndio maana hata kwenye speech yake ya mwisho alisema, wana Simba tulieni, tunaenda kujenga Simba ambayo kila Mtanzania anahitaji, kila Mtanzania anatarajia. Mwisho wa siku ni nini? Tutapata kila ambacho Watanzania wote na wana Simba kwa ujumla wanatarajia kukipata. Na kwa dakika hizi zilizosalia ama zilizobakia, kwa maana ya sisi tunaenda finali, maana yake tunakaribia kuchukua kila ambacho kila Mtanzania anatarajia kukiona. Kwa hiyo watarajie tu kwamba Simba ni timu ambayo itaenda kuwa ya kwanza Afrika na Tanzania kwa ujumla, kwa maana ya kutuletea lile kombe la shirikisho. Na hapo ndipo tutakapokuwa tumetengeneza historia ya nchi, lakini kingine tutakuwa tumetengeneza pia heshima ya rais wetu mpendwa, ambaye amekuwa akishiriki kwa namna moja au nyingine kwa ajili ya kuhamasisha michezo ya Tanzania na wachezaji wa Kitanzania na wa nje ya Tanzania, kwa maana ya goli la mama, ambapo limeleta motisha kubwa sana, na sisi tunamuombea aendelee kuwa hivyo, na nina imani timu zetu zitaendelea kukua na zitaendelea kufanya vizuri zaidi kwa ajili ya motisha ya rais wetu. Tukiambatana na wawekezaji wetu kama Mo na benchi lote la ufundi, mimi nina asilimia zote Simba anaenda kulileta kombe hapa Tanzania. Umepata bahati pengine ya kuwatazama wapinzani ambao mnakwenda kukutana nao kwenye finali, pengine hata kusikia historia yao kwa ufupi, kwa sababu kwanza naamini itakuwa finali ngumu kwa Simba kutokana na timu hiyo kuwa na safu bora sana ya ushambuliaji. Nimeiona na nimefuatilia hata juzi walivyocheza na Constantine nje na ndani. Ni wachezaji wazuri, ni wachezaji wenye quality nzuri, lakini ni wachezaji ambao ni wakubwa kwa kweli. Lakini uzuri wa Simba ni kitu kimoja tu. Simba sasa hivi hakuna timu Afrika ambayo inaweza ikafikiria kucheza nao. Simba iko tayari kucheza na mtu yeyote aliyoko Afrika, na ndio maana unaona haya mashindano kwake sio kwamba kaanza jana au juzi. Ni timu ambayo imeanza kushiriki mashindano kwa muda mrefu. Kwa hiyo sisi atakaye kuja mbele yetu, haijalishi ubora alionao, ukubwa alionao, ili mradi wachezaji wetu wa Simba tunawaamini, benchi la ufundi tunaliamini, kocha wetu tunamwamini. Nina imani ana mbinu za kutosha kuweza kuhakikisha kuwasoma vizuri Berkans na kupata mbinu ambazo atakuja kupata matokeo mazuri ugenini na kuja kuimalizia mechi kwa Mkapa, na hatimaye kuwapa Watanzania furaha ambao walikuwa wanaisubiri kwa muda mrefu, kwa maana ya kombe. Mara mwisho umeishuhudia Berkane lini kwa upande wako, yani kabla mjakwenda kukutana nao? Berkane nimeona juzi walipocheza na Constantine kwenye ile mechi yao ya mwisho ya nusu finali, na waliweza kumpiga 4-0 kule kwao, lakini walivyoenda Constantine waliweza kupoteza kwa 1-0, ambapo kimsingi ukiangalia haikuweza kubalance, kwa maana ya kwamba Berkane walikuwa wazuri kuliko Constantine, lakini sisi kwa ubora walionao mnaweza nikasema Simba ni bora zaidi, kwa sababu timu yoyote iliyoweza kufika finali maana yake ubora wake ni mkubwa zaidi. Na hapa wanaoenda kukutana ni kwamba ni timu bora zinaenda kukutana ambazo zimechujwa kwenye makapi yote, kiasi cha kwamba zimepita hizi changamoto zote na sasa hivi zimefikia finali. Tafsiri yake ni nini? Ungeweza kuzipa asilimia, maana yake hizi timu zote zina uwiano sawa. Na kama zina uwiano sawa, maana yake ni wanaume wanaenda kupambana jeshini. Na kama ni kupambana jeshini, maana yake ni kwamba Simba kwa ubora na benchi walilonalo kwa sasa hivi na namna ambavyo Mo yuko karibu na anaweza kuwasapoti wachezaji wetu kwa ujumla, na Simba ambavyo mashabiki na wachezaji wenyewe wametuhakikishia wako tayari kuifia hii mechi. Maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba watakapoenda ugenini tarehe 17 watahakikisha wanapambana, na wakishapambana kwa maana ya kutokuruhusu wasifungwe magoli na kufanya sare ama chochote kitakachokuwa kimetokea, maana yake ni kwamba wakija kwa Mkapa wanaimaliza mechi.
Hivyo basi sisi hatuna wasiwasi na Simba, na kikubwa tu tunaombea wachezaji wetu waweze kuamka na ari na morali na afya njema na wawe tayari kwa ajili ya kuipambania taifa lao. Unaamini timu ambazo zimekutana na Simba kuanzia kwenye michezo ya awali mpaka kwenye hatua ya nusu finali ilikuwa ni timu ngumu zaidi na anza kujipima kwa Simba, ama Berkane ndio inaenda kuwa timu yake ngumu? Mimi nafikiri kwa sababu ya mnaanza hatua za kwanza, mnakuja hatua ya pili, ya tatu, ya nne mpaka ya tano. Na sisi kadri tulivyokuwa tukikutana na timu zote, nafikiri ilikuwa ni kipimo tosha. Kwa sababu huwezi tu kuanzia kileleni kama ni bora. Timu zote zilikuwa bora. Lakini ubora wako unazidi kujidhihirisha pale unapowachuja mmoja mpaka utakapokuwa wewe huko juu. Maana yake ni nini? Timu zote zilikuwa bora na ndio maana ziliingia kwenye haya mashindano, lakini kutokana na ubora wa mmoja na mwingine unatofautiana, ndio maana ukaona tukachuja mpaka tukawa tumefikia hapa tulipo. Na grupu ambalo walikuwa nalo Berkane na grupu ambao walikuwa nalo Simba wamejichuja na sisi tukajichuja, maana yake tukakutana hapa juu. Maana yake ni nini? Hawa ni majiant wanaenda kukutana. Ni majiant wanaoenda kukutana, wao tayari walishachukua kombe, lakini Simba bado hajachukua kombe. Tafsiri yake ni nini? Ili kombe atakuja kulikabidhi kwa Simba, na hii ndio muda mwafaka zaidi kwa Berkane kulileta kombe kwa Mkapa, na tayari anaweza kulikabidhi kwa mechi ambayo inakuja tarehe 25. Kwa mara ya kwanza kombe linatua hapa kwenye dimba la Benjamin Mkapa, mnaishuhudia lile pale. Hivi unaamini kwamba mtaliachia liondoke lichukuliwe na Berkane? Nafikiri ni mwanzo wa chachu, kwa maana ya kwamba tutakavyolichukua sasa itabaki kuwa ni kama deni kwetu. Umeshalichukua, sasa ni namna gani utaweza kumaintain kwa maana lisiondoke ndani ya Msimbazi. Ni namna ambavyo benchi la ufundi litajipanga pia katika dirisha kubwa linaokuja la mwezi wa 6, kuhakikisha wanaimarisha kila idara kwa maana ya wachezaji wetu na benchi lote, kwa maana ya kuwa tayari kwa ajili ya msimu unaofuata, kujipanga kwa maana ya kwamba kuhakikisha kile tulichokipata kinabaki kuendelea kuwa Msimbazi, kwa maana ya kukitetea kama kombe ambalo tutakuwa tumeshalichukua. Hiyo ni kuhusiana na kombe la shirikisho. Turudi huku sasa kwenye ligi kuu. Simba kesho anaanza kupunguza vile viporo ambavyo walikuwa wameviacha kutokana na majukumu yake ya kimataifa. Kesho anacheza dhidi ya Mashujaa, lakini pia hata kuna mchezo mwingine utafuata dhidi ya Pamba Jiji, lakini kuna mchezo wa JKT. Mechi zote hizo watu wanaomba zicheze mechi mbili nyingine zisalie kwa ajili ya Simba aweke maandalizi yake kuelekea kwenye mchezo wake wa finali. Tuanzie kwanza kuzungumza ratiba, umeionaje na umeipokeaje kwa upande wako wewe? Kwa ujumla ratiba ni ngumu. Ratiba ni ngumu kama jinsi ulivyoweza kuiona. Ukiangalia vizuri sana unaweza kukuta inapishana siku mbili. Of course ni masaa 72, kwa maana ya mchezaji hao wameshapumzika na kurecover. Maana yake ni kwamba ratiba iko too tight. Na kama ratiba iko too tight, sisi hatutaliogopa kwa hilo, kwa sababu tayari ratiba iko hivyo na sisi tumeipokea kama jinsi ilivyo. Na Simba ina kikosi kipana. Simba ina kikosi kipana kwa maana ya kwamba kocha wetu anajua zaidi namna ya kufanya na kwa ajili ya kukabiliana na mechi za ndani, lakini hapo akiendelea kujilinda kwa maana ya mechi ambazo zinakuja za kimataifa. Cha kuongea tu ni kwamba Mashujaa wajiandae. Mechi itakuwa ngumu na sisi tunawaheshimu, na hata mechi ya mwisho nakumbuka tulitoka kwa goli moja ambalo ni Dese Mkwara. Mlipata tabu sana. Ni kweli. Tulipambana, lakini kwa maana ya pitch nafikiri pia nayo ilikuwa ni shida, lakini mwisho wa siku nafikiri ukubwa ni ukubwa tu. Dakika ambazo zilikuwa hakuna Mtanzania anatarajia, hakuna mtu aliyekuwa anatarajia, lakini Simba ikaweza kuandika goli la ushindi na ikapata pointi 3. Kwa hiyo tumesikia mengi hapa karibuni, na tumesikia kwamba Mashujaa wameahidiwa zaidi ya milioni 100 au milioni si ngapi hizo wanazozitamka. Lakini uzuri ni kwamba unapocheza na timu kubwa, na haswa unaposikia kwamba wanaahidiwa pesa, hapo unamsababisha huyo mtu ajipange mara mbili zaidi. Kama ilikuwa ajipange ambao ndio Simba, na maanisha kwamba wametangaza vita, na vita yenyewe iko mezani na game inapigwa kesho. KMC tunawatangazia tu kwamba waje kwa heshima, kwa maana ya kwamba watambue nembo ya Simba ni nini, lakini baada ya hapo wacheze mpira. Wakiingia kwa maana ya taharuki na zile pesa walizoahidiwa, na imani wanaweza kuchezea kipigo kikubwa sana tofauti na ambavyo wanafikiria wao. Inatoa
inatoa chachu ama kuna kitu labda kinawapa hofu nyie kwamba kwa nini mechi zetu mara nyingi wanaekewa hela sana ili wapambane, na mkiangalia mna mechi ambazo ni muhimu zinakuja hivi karibu? Ni namna moja ya kudhihirisha kwamba wanacheza na timu gani. Wanacheza na timu tishio, wanacheza na timu kubwa, timu namba 4 Afrika. Kwa hiyo lazima nguvu zitoke sehemu mbalimbali, lazima kauli zitoke sehemu mbalimbali, lazima support nyingi zitoke sehemu mbalimbali. Lakini mwisho wa siku ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu wanafahamu wanaenda kucheza na timu ya namna gani. Wanacheza na timu kubwa Afrika, wanacheza na timu ambayo ni bora Afrika, wanacheza na timu ambaye ina wachezaji hatari kuliko vile unavyofikiria. Ukianza kumzungumzia mchezaji kama Mpanzu, ile ni mashine, ile ni mchezaji ambaye unaweza kufikiria hajatoka katika hii dunia ya sayansi tunaioongelea sasa hivi. Ni mchezaji ambaye anaweza kaamua kucheza mechi anavyotaka kucheza yeye. Ni mchezaji ambaye hata mechi za kimataifa nafikiri umezishuhudia. Ni mchezaji ambaye anaweza akachanganya anavyotaka na anaweza akacheza anavyotaka. Ukijumlisha Kibu Denis pale mbele, ni mchezaji ambaye anakimbia, ana speed. Ni mchezaji ambaye anaweza kamiliki mpira na akadribu na akafika mahali ambako anaweza kasababisha hatari yote kwa mpinzani. Kwa hiyo tu niwaambie kwamba Mashujaa waje kwa adabu, Mashujaa waje na heshima zote, lakini wakifikiria pesa walioahidiwa, kitakachowatokea ni kama kile kilichowatokea Dodoma Jiji. Kwa taarifa ambazo nilizonazo mpaka sasa hivi kwamba mchezo wenu dhidi ya JKT utachezwa kule Mkwakwani Tanga, na maana timu itasafiri kuelekea Mkoani Tanga kwa ajili ya kwenda kucheza mchezo huo mwingine wa pili wa ligi kuu. Pengine hili wewe kama shabiki umelipokeaje? Ni sawa ama imekaje? Mimi sina mashaka na hilo. Ili mradi TFF na bodi wameamua mchezo kachezewe kule na sheria iko wazi, kwetu sio tatizo. Sisi kwetu ni kama utalii. Na popote Simba utakapompeleka, haijalishi umempeleka Kigoma, umempeleka Lindi, umempeleka Mkwakwani, umempeleka whatever, ili mradi ni Tanzania na hata nje ya Tanzania, amekuwa yuko tayari kupata matokeo na tayari kucheza huo mchezo. Kwa hiyo tu kikubwa ni kwamba sisi hatuna hofu na swala la kuhamishwa uwanja kwa maana ya kwenda Mkwakwani. Sisi tuko tayari. Kikubwa tunachokitaka ni kuhakikisha pointi 3 zinabaki Msimbazi na tunaendelea kumaintain ile nafasi tulionayo kwa maana ya ushindani wa mbio ambazo ziko mbele yetu. Kwa sababu mpaka dakika hii ukiangalia bado hajulikani ambaye ni namba 1, bado hajulikani ambaye anachukua ile kombe. Kwa hiyo hizo timu zote mbili maana yake ni kwamba yoyote anaweza kachukua kombe, na kwa uhalisia ni kwamba mechi zilizobaki kama za Simba, sisi kwetu zote tunahitaji pointi 3. Na hicho ndicho ambacho ni malengo makubwa kwa maana ya Simba, na sisi hatutakaa tukafanya uzembe upande mwingine. Kwa hiyo timu zote zinazoenda kucheza na Simba kwa maana ya JKT, Mashujaa na Pamba Jiji na KMC wajiandae kisaikolojia, wajiandae kwa maana ya kwamba watakutana na timu ambayo ni bora, watakutana na timu ambayo inahitaji ushindi, watakutana na timu ambayo ina kiu ya kuchukua makombe. Kwa hiyo maana yake ni kwamba lazima wawe na msuli wa kucheza dakika 90, na hilo ndilo ambalo litaenda kuamua mechi zinazofuata. Kesho KMC utakuwepo? Kesho nitakuwepo. Na neno gani kuambia mashabiki wa Simba kuelekea kwenye mchezo huu? Mimi ninachoweza kuambia mashabiki ni kwamba kesho mapema kabisa tuwe uwanjani pale KMC, lakini kwa maana ya kwamba kuisupport timu yetu na tuwe tayari kwa ajili ya mchezo ulioko mbele yetu, kuhakikisha kila kitu kinakwenda sawa. Na niwaambie tu kwamba timu yetu iko vizuri na maandalizi yameshafanyika ya mwisho, na kilichobaki tu ni kwamba timu kuingia kesho uwanjani na kufanya kila ambacho tumezoea kukifanya. Kwa hiyo watu wote wanunue kadi mapema, wanunue tiketi zao mapema na kuepusha usumbufu ambao unaweza kujitokeza hapo magetini na vitu vingine. Kwa hiyo wawe tayari kwa ajili ya mchezo na wakaribie pale KMC kwa ajili ya pointi 3, na hiyo ndo slogan yetu ambao tunaitarajia kuanzia hizo mechi zote mpaka tutakapomaliza msimu mzima. Kuna chochote nataka kushare pengine na wana Simba? Niweze tu kusema kwamba Simba ni timu kubwa, na wale walioko kwenye mashindano ya ndondi kwa maana ya huko Gomba Zanzibar wataendelea kuumia sana, wataendelea finali sana. Sisi hatuna wasiwasi, finali wanazozicheza sisi tumeshazicheza. Kwa hiyo ndio maana unaona hata kwamba Singida Black Star amekimbia, Azam naye akaona akakimbia, na bado Kosi naye amekimbia. Yote ni kwa sababu hawaoni sababu ya kuteseka na vitu ambavyo ni vya kawaida. Hilo ni bonanza ambalo wewe mwenyewe umeliona. Kwa hiyo sio tatizo kubwa, na sisi tunaendelea kuangalia wanavyohangaika nayo makombe hapa, kwa sababu hawana cha kufanya. Wameangukia makundi
na hawana kitu kingine cha kufanya, lazima wahangaike na vile ambavyo tayari ni kama vile tunasema kwamba ni vitu ambavyo vimeachwa na timu zingine. Kwa hiyo mimi niwaombe tu kwamba waendelee kuisupport Simba, waendelee kuisupport Simba kwa maana ya kwamba Simba ni timu kubwa, Simba ni role model. Huwezi kuikwepa, hata kama ukifanya nini huwezi kuikwepa. Bado Simba itakuongoza katika michezo yote nje na ndani. Kwa hiyo niwakaribishe waje KMC, waje kuona mpira ambao utaenda kuchezwa, kwa maana ya kwamba mpira mzuri na game nzuri kwa ajili ya kesho Simba na Mashujaa. Hapo gombani bado hatujatoka. Unamuona Yanga kuchukua ubingwa leo mbele ya JKU? Mimi ninachowaomba tu waamuzi wawe fair, kwa maana ya kwamba wasiangalie ni timu gani na timu gani wanacheza, ili mradi wafuate sheria 17, kwa sababu tunaona hata juzi nusu finali waliocheza waliteseka sana, lakini mwisho wa siku kilichoshangaza ni kwamba wachezaji wa Zanzibar walikuwa wako nusu, wamepewa red card, lakini wameshindwa kuwafunga, na ni vile tu kwa sababu ya hofu ya wale wachezaji waliweza kushindwa kuzitumia zile penalty, lakini vinginevyo wangeweza kutolewa. Niwape tu angalizo kwamba mchezo wanaoenda kucheza ni mgumu, na hii ligi sio hii ligi ambayo wamezoea wao. Ile ligi ina ushindani na ina wachezaji ambao hawazaminiwi na timu moja. Kwa hiyo wale ni wachezaji ambao wanapambania nafasi zao, ni wachezaji ambao wanapambania taifa lao, pia ni wachezaji ambao wanapambania timu zao. Kwa hiyo waende wakiwa na tahadhari, vinginevyo wanaweza wakarudi huku Tanzania bara wakiwa medali mshindi wa pili. Of course, wanaweza kufanya hivyo. Kwa hiyo wao makini, wasifikiri kama hizi timu zingine ambazo wamezidhamini huku Tanzania bara. Kushukuru sana. Asante sana. Shukrani sana.